Mtazamaji, mazungumzo yetu bado yanaendelea hapa pamoja na katibu. Tuko naye Martin Chomba, tuko naye OJ Pat, tuko naye mzee wetu wa Njohi, bwana Seronei, na vile vile bwana Njega. Nafikiri niwape nafasi pia na nyinyi kama mna swali ama mchango wote, wakati ambapo tunatayarisha ama Kenya inajiandaa kuwa mwenyeji wa muungano wa COMESA. Ni kitu gani ambapo kwa wafanyi biashara kama nyinyi ambao mko katika chai, majani chai na vile vile kahawa, ambao mnaona ni kizungumkuti hasa katika soko hili la ama muungano huu wa COMESA? Seronei, nianze nawe. Asante sana bwana Nimrod. Karibu. Hilo swali ni swali nzuri sana. Nafikiri hiyo kipaza sauti kidogo inapoteza nafasi yetu, lakini wacha nimsikize bwana Njenga kidogo tu, alafu nitakuja kwako bwana Seronei. Naam. Sasa kwangu mimi nafanya clearing and forwarding. Kwa hivyo na move cargo kutoka one destination to another. Nasaidia wanabiashara kufanya clearing. Sasa ile shida tuko nayo ni hiyo shida ya tuko na COMESA, tuko na East African Community, na tuko na African Free Trade Area. Kuna confusion sana kubwa in terms of ukifika kwa border in terms of clearing hizo vitu. Alafu unapata hata customs clearing, kuna vile mnajua information pale juu, lakini hapa chini hawa watu wako chini hawajui, ambao ni maafisa wa serikali. In terms of document unapata unakuwa restricted because of documentation. Kama kupata certificate of conformity unachukua, unaenda chamber kuchukua hiyo. Alafu ukienda kwa border unapata systems za KRA zimeenda chini for a day or two. Yeah. So you don't know, hata ujui nani utaongea atakusaidia kufanya hiyo kazi. So you find traders wanakuwa frustrated because vitu zina get stuck. Alafu ikiwa stuck hapo border unapata unaanza kulipa demurrage because of storage. So I think like we are saying, there is what PS anasema amefanya mzuri, but the people on the ground do not know. So what we need to do is to have information. To educate watu wale wako chini, especially customs officers and the rest of the people. Alafu hata business community needs to be aware of those three parts. COMESA, what does COMESA mean for me as a business owner? What does African Free Trade Area mean for me as a business owner? And this African community. When you unpack that, unasaidia mwanabiashara kufanya biashara. So I think that's the issue. So there is what the government is saying they are doing, lakini ukikuja hapa kwa ground vitu ziko very very different. Pengine niulize hivi, kwa sababu nyinyi wafanyi biashara na chochote mnataka kusafirisha lazima mjue kwa wafanyi biashara wengi najua ashajua faida yake itampa kiasi gani. Yes. Lakini inapokuja changamoto ya kusafirisha kwa sababu ya matatizo ambayo si yako kama mfanyi biashara, ni matatizo ambayo aidha yametokana na kwamba mitambo haifanyi kazi au wafanyikazi hawafahamu sera fulani, inawatia hasara kiwango gani, na hasara ile inakuja kwa taifa kwa kiwango gani? I think tuseme for example ukiwa unapeleka container usema kutoka kwenda Uganda na HS code ile ulikuwa umepatiwa ni different from what you had assumed, it doesn't mean that utalipa tax different. For example, maybe if I was supposed to pay 25%, aseme hii kitu imetoka China, I have to pay 35%. A difference of 10% for a container is probably maybe 100 or 200,000. Now, kama sina hiyo pesa, I have to look for that money because my budget ilikuwa ni hiyo. It takes another day or two to raise money from the bank. Demurrage inaingia. So we can say anytime there's a delay, it's costing you maybe between 30 to 40% cost of that product kuenda to the next country. No. Nafikiri katibu, hasara kubwa ile. Kabla sijampa bwana Seronei nafasi pengine naweza kumjibu bwana. Yes. Asante. Na umenena maneno muhimu hapo kwa vile tumeongea. Mambo ya customs, kwa sababu unajua karibu every 3 months tunaenda Arusha kupanga mikakati ya mambo ya biashara kama ni ya East Africa, na vile nimesema tumeelewana ya kwamba sangine ile ukosefu ni kutojua, kwa sababu tumeelewana ya kwamba kama unatengeneza bidhaa katika Kenya ukitaka kuuza kwa hizi nchi 8 za East Africa Community hauna ushuru wa kulipa. Lakini huwa tunapata mambo tofauti. Tuna country kama sasa tuseme Tanzania. Sisi tumesema ukileta mambo ya sabuni, utengeneze sabuni, unauza katika Kenya, Tanzania wauze Kenya duty free. Lakini hao wana apply kitu kingine inaitwa DRS, duty remission. So Tanzania inasema kwa sababu kwa sabuni yetu, ingawa tumesema kila mtu alipe 10% raw material kwa sababu ni intermediate product, Tanzania imetoa ushuru kwa sabuni.
I'm using because this is a live example yenye tuko nayo. So sisi Kenya tuna charge wewe 10% kuleta raw material ya kutengeneza sabuni. Tanzania imetoa kwa hiyo kimambo ya duty remission. Sasa Tanzania imetengeneza sabuni wanataka kuuza Kenya, tunawalipisha 10% kwa sababu hao walitoa ushuru, wamewezesha watu wao kupata faida mingi, tukiwaruhusu wauze hapa duty free. So ingawa tuko kwa mkataba, tumeelewana ya kwamba kama hutakubaliana na ushuru ambayo tumeweka kwa hiyo bidhaa kama East Africa, na wewe kama Tanzania uweke vishuru tofauti, ukiuza kwa sisi wote wenye tumebaki utalipa ushuru. So niliona mchainizi anakuja kwangu anasema mimi nimetengeneza sabuni Tanzania nataka kuuza Kenya na iko 10%. Namwambia ndio, kwa sababu Tanzania wali apply mambo inaitwa duty remission. So tuna vitu bidhaa ndogo ndogo style hiyo, na ile kitu tumeelewana ni kwamba so katika ushuru inakuwa mostly ni information. Vile nimeona pia vile tumeangalia border zetu, tuna shida kwa sababu kama Malava 10 years ago tulikuwa tunapitisha malori hapo karibu 600-700 kwa siku. Sasa hapo Malava tumefika malori 2,000 yale ya kuenda tu Uganda peke yake. Ile infrastructure tulijenga hapo bado ni ile. So sangine parking, hii mambo yote ingine, skana ni moja, ikikwama kila mtu anakwama. So tumeelewana katika East Africa Community kwamba tukue na skana at least 2, parking tupanue. So hata katika tumeshaweka proposal kwa rais ya kwamba kupitia affordable housing to upgrade border zetu, so that especially kama sisi Kenya parking ikuwe kubwa, ile bahari ya kushandi magari skana tukue na 2-3. Tena tuseme badala ya malori yote yenye mebeba misiko kupitia Malava, ile mebeba misiko ipite Malava, ile iko empty rudie Wahaha. So it's easier because mwenye ako empty atakani kupitia kwa skana. Alafu sasa unaona saa hii ile lori inaenda South Sudan, imetoka Mombasa imefika Eldoret, inaenda mpaka Malava, ipite kwa skana ndio ipande Tororo tena irudi juu. So ndio tumetengeneza hiyo border point ya Swam ya kwamba kama unaenda South Sudan, ukitoka Eldoret unaenda Kitale, Swam unaenda Karamoja. So tuna hizo mikakati na hiyo border point ya Swam tumemaliza. Sasa ile kitu imebaki tu hii nimeambiwa na KRA in the next 2 weeks tunaweka skana hapo, malori yote ya South Sudan haitakani kwenda Malava. So we are also working Busia, same problem. So we are working on all those but the taxation issue is actually information, because sometimes mtu anafikiria unaweza kwa nini unauza kitu kutoka Uganda naleta Kenya na nalipa ushuru na sitakani kulipa, but kwa sababu Uganda ili apply duty remission kwa hiyo product, so sisi tunalipisha hiyo ushuru. So tuna hiyo vitu ndogo ndogo, but otherwise nikisema tunashukuru. Na pia tunataka kuanza kitu kama one stop center. Tumerawana na waziri ya kwamba tutengeneze command center. Unaona kama una scan hiyo document scanner yako Malava, na mtu anakaa hapa KRA anaangalia, anasema ndio hiyo mzigo vile amedeclare ndio tumeona kwa kamera. Tulitoa hao watu kwa boda kutoa mambo ya corruption. So utapata sangine communication internet. So scanner inaskaniwa huko Malava na image haijakuwa interpreted hapa Nairobi, because lazima mtu interpret Nairobi atume message Malava ya kwamba we are okay with that consignment iende. So hizo vitu ndogo ndogo, but we are working on one command center pia ya kuangalia kuweka KEBS, KRA, KEFIS hao watu wote pamoja ili tukue na wakae kwa bahari moja hapa Nairobi na wengine wakue kwa border, tupatane hiyo support, but we are aware about the issues. Tumekuwa huko tumesiona. Asante Bwana Serene. Okay. Asante sana Bwana Nimrod kwa hilo swali ulikuwa umeuliza. Na pia nashukuru Bwana PS kwa kupatikana pia tupate kujadiliana hii mambo. Langu sana itakuwa kwa kahawa. I think kahawa ni nguzo ya Kenya mzima ama nguzo ya Afrika vile mnavyojua, na tena pia ni alao pia ni mpongeze Bwana PS kwa kuwa tumepewa extension ya 1 year kwa mambo ya AGOA. I think hiyo tulikuwa tunaingoja sana, hata vile tulipoangalia 10% tulikuwa na hofu sana, but at least hizi
tumepata nafuu. So la kwanza bwana PS ni kujumuika na Wakenya kwamba kwa saizi Wakenya wamepanda kahawa sana. Ya upanzi wa kahawa ile mbio wanatumia saizi kwa kupanda kahawa kabisa ni kitu ya kufurahisha. Umesikia kule Kirinyaga mpaka huko Bungoma, sehemu zote, hata mpaka kuna kaunti nyingine mpya siku hizi inaitwa Kirinyaga ni Nyandarua, Nyandarua Laikipia. Hiyo ni kaunti ya namba 34 kwa zile kaunti namba 33 wanapanda kahawa. Sasa bwana PS, kwa vile sasa upanzi wa kahawa inaendelea kuongezeka hivyo, najua kwa zile kiwango yenye tulikuwa nayo kwa hizo miaka zimepita ilikuwa kitu kama kama 48,000 metric tons. Na hapo mbele tunaona itaenda kuongezeka. Sasa bwana PS, kwa saizi kahawa mostly zile kahawa mingi sana zinatoka hapa Kenya, zinatoka kama kahawa mbichi ama green coffee. Sasa tunataka sasa maybe kupitia mambo ya industrialization tuone kwamba kahawa at least tumepata kuyakaanga ama kuiroast kahawa, tupate kuwa na hiyo value added coffee. Na kwa hiyo pia kama ingekuwa na uwezekano tukuwe na chapa ama brand yetu kama Kenya ama kama Afrika. Ya, kama hizi nchi zingine kama Colombia wanakuwa na brand yao. Kama Colombia wako na brand inaitwa Joan Valdez, na hiyo brand inauza sana na imepata kupea foreign exchange earning kwa nchi kama hizo. Sasa kama Kenya vile sasa watu wanaendelea kupanda kahawa, yani tuwafaa tufanyaje maybe kama PS ni changamoto hipi unaweza pea wa Kenya. Nambari ya pili pia ni kwa mambo ya kidijitali. Tunaona pia kila kitu inaenda kuwa kidijitali. So kwa hii kidijitali itasaidia mkulima kwa vipi? Itasaidia mkulima kuonekana kwamba mkulima atapata kujulikana ulimwengu mzima kwa hii mambo ya kitu inaitwa traceability. Na pia itasaidia pia mwanabiashara pia kufanya biashara ile mzuri ama ile biashara ya ukweli. Na pia mnunuzi upande ule mwingine pia itamsaidia kuwa na confident na mahali penye mzigo inatoka ama mahali penye kahawa inatoka. So kwa hiyo mambo ya kidijitali kupitia ministry yako bwana pia the industrialization na pia kwa uhusiano ama kwa ushirikiano na ministry ya ICT digital, mnaweza tusaidia vipi hapo hivyo kama sasa ama kuiendeleza hiyo mambo ya kiteknolojia. Na la mwisho bwana PS, kwa hii mambo ya jukwaa la COMESA tunaona kwamba hii jukwaa la COMESA ni muhimu sana. Imesaidia, nimesikia mambo ya free tariffs, quota tariffs na hata mambo ya customs pia. Kuna kitu ndugu yangu aliguzia kuhusu mambo ya standards. Tukienda sasa ile mambo ya kuichoma ama kuiadd value kwa kahawa, tunafaa kutukue na standard yenye sasa itasaidia kwa wanachama wa COMESA. At least sasa kama sasa standard zetu kutoka KEBS kwa ile kahawa imechomwa itakubalika na pia wa Angola ama Egypt, Misri ama kwa hizo nchi wanachama wa COMESA. So tungependa na mambo ya kwanza ni mambo ya standard, ya pili ni mambo ya certification, na ya tatu ni mambo ya customs pia, kama unaweza ongelea kuhusu hiyo. Na la mwisho bwana PS ni kama ingewezekana kwa hii jukwaa la COMESA, kama kungekuwa na jukwaa la COMESA la kahawa ya kwa hiyo kitengo ya kahawa juu katika hili hali katika hizi mainchi zenye tunakuza kahawa kuna wale pia wenye wako kwa COMESA, na kama tungekuwa na jukwaa la kahawa la COMESA yenye itakuwa sasa inasaidia kushirikisha mambo ya kama ni mambo ya kuuza kahawa mbichi, itakuwa vipi mdina Afrika, kahawa yenye imechomwa na kahawa yenye imechapwa ama the branded coffee. Kwa sasa hivi kuna mataifa mangapi katika COMESA ambayo yanakuza kahawa? Kwa saizi ni karibu mataifa kama 5 hivi. Juu tuko na sidhani kama Tanzania iko COMESA, labda I stand corrected. Wako kwa SADC. Wako kwa SADC, wako COMESA. Yeah. So saizi tuko na Uganda, Ethiopia, Kenya, Malawi,
DRC Congo, Rwanda na Burundi. No. So hizo ndio zile nazijua sasa kwa sasa. Pamoja na hilo, kwa kuchangia hilo, nimesikia awali leo gavana wa Nandi akizungumza kule Nandi akisema kwamba pia katika majani chai tunapitwa nyuma na teknolojia, kwa sababu kuna ile njia ya kuonja chai kuweza kujua bidhaa ina ubora wa kiasi gani. Wanasema kwa sasa hivi kuna mbinu za teknolojia badala ya kuonja kama ilivyokuwa zamani. Hiyo pengine wanasema pia inaleta ubaguzi na matatizo katika uuzaji wa chai kutoka hapa kwenda mataifa mengine. Pengine hilo pia. Kama ningechangia kidogo. Just to add on what you have said, it's not just about products. You know, the products can't move without people. I still have to answer to Tanzania, for example, why I am going there. Now, I am carrying an EAC passport. I still have to go through some visa in some of the countries within COMESA. And that makes logistics and mobility and the trading difficult. I need to take my flight from here to the next destination without having to ask questions. Really, if COMESA means COMESA, without having to ask so many questions or invitation letters. And I need just to go and engage with colleagues. And of course, I will also want us to look at the bigger picture. We are now going into AfTA, the Free Continental Trade Area. How quickly does this feed into everything so that we also don't deal with COMESA, and then here we have African Union, then we have African Free Trade, Continental Free Trade Area. How quickly are we harmonizing this so that we don't have to put another block on top of a block and on top of a block? Then, of course, PS, you know what is going on in terms of the what KEBS has released in terms of the standard and a few of reviews we are going through. And I think my colleague has forgotten to mention that some of the tariffs, some of the proposed tariffs adjustments on your side is going to make us uncompetitive, even though we are in a region. If we adopt, like I've seen some movement from 400,000 to 4 million on certain aspects of the document that KEBS has asked us to public participation. Some of those proposals in that document, although we are going to interrogate that at public participation, but that the initial proposal is going to make us a bit uncompetitive. Last but not least, Kenya is still very, in terms of our logistics, our cost of logistics is slightly very high, as it's higher than the region, even though we're in COMESA. So it becomes very difficult for us to trade. Of course, you want to look at efficiency, but efficiency with cost implication being higher, then trading in becomes an issue. So if we have to harmonize, it's good to look at what is this harmonization. And let me use this as an example. When I fly into Europe, and I'm in one part of Europe, going to the other part of Europe, they're using the same tariff. They're all using a euro. We still have to use different coins, and we still have to trade in dollars in this part of the world. So I don't know, as we continue doing this, what are we going to do in terms of the currency? Because it's not a big issue, because then we're in dollars, we're in euros, we're in this. How do we quickly, PS, even as you meet your colleagues between now and the end of this session this week, how are we addressing some of those things so that we are predictable, we can plan, we can navigate, and particularly how do we move? Because particularly in Nimrod, when it comes to services, services go with people. I can send goods, but I cannot send services. I must deliver. For me to deliver the services, I need to be facilitated. So a bit of those things need to be addressed within the commercial side so that we can be able to navigate. Asante Jabal. Katibu. Asante. Wacha nianze na kahawa ya Seronei. Asante. Kwanza ujue kahawa na majani iko na shida ya kihistoria, because hizi bidhaa zililetwa kwetu tupande tuuzie mtu mwingine. Kupitia muda tumejifunza kukunywa chai. Ndio kienda kwa kila nyumba ya Mkenya tuna kikombe cha chai, lakini bado hatuna kikombe ya kahawa. So tuna kitu yenye unaguza kuuzia mtu mwingine kinakuwa na ugumu. Ndio naona majani imeshika saidi, naleta pesa mingi kwa sababu hata sisi wenyewe wa Kenya tunakunywa majani. Kahawa iko na shida kwa sababu tunakuuza kahawa, tunataka kuuzia mtu mwingine. Pia vile nimetembea hii dunia, ukienda unajua hii kitu inaitwa kahawa ilikuwa ni kitu mtu alidiscover kwingine na akatuletea tupande tumuuzie.
So ukiona kahawa, sisi hapa tuko na kahawa mara 1, 2, 3. Unajua ya kwamba ukienda Europe tuko na kahawa karibu aina 70. Kitu ya kwanza ambayo inatusumbua kwa kuongeza faida ama value addition kwa kahawa ni kama ujui culture ya mtu. Wewe uweze tengenezea mtu kahawa na ujue anataka itest namna gani. Hapo ndio shida tunakuwa nayo. Ndio naona mingi tunauza kama raw material, ndio yeye afanye brewing kulingana na culture yake. Anavyotaka. Kama anataka cappuccino, kama anataka americano. So hiyo mambo yote inatuchanganya kwa sababu tunapanda kitu ya mtu mwingine. Tulikuwa Japan juzi na rais kwa mambo ya TICAD. Na tukapata, na kwa sababu hao watu wanataka wauzie raw material, wameweka factory huko Germany ya kumill ama ya kuroast. Sasa wewe ukitaka kumuuzia roasted ama milled coffee, unaua factory yake. So tuliona kama Japan, ukitaka kuuza kahawa raw ni duty free. Ukiwa ume roast ama umefanya mili 10%. Anataka kukuzuia usimpe kahawa ile umeanza kuprocess kwa sababu itaua factory yake. Mambo ya kahawa kama serikali tumefanyia mambo ya mabadiliko mengi. Ingawa tulifika bahali tukakosana na wakulima. Kwanza tulikuwa na watu wanapata license, yeye anafanya pulping, milling, roasting. Tukasema kila mtu ajaribu afanye kazi moja, usifanye kazi zote. Na mnajua ya kwamba na Kirinyaga ndio tulikuwa na shida. Tulikuwa tumeleta reform. Tulipata ya kwamba ile kitu kubwa inaua kahawa ya Kenya ni cartels. Ni wale watu. Tulikuwa tumefika kiwango mpaka mtu anakaa Nairobi. Tukiwa na kura ya chairman kwa coffee factory Kirinyaga. Anatoa pesa, anataka huyu akuwe chairman, huyu asikuwe chairman. Mnajua hiyo maneno. Na tukasema kwa nini watu wanataka, kwa nini Mila anataka control mtu akuwa chairman? Kwa sababu anatumia huyo chairman kunyanyasa wakulima. Tukapitisha sheria Coffee Act reform ya kusema mimi kama nauza nyumba yako, mimi ni agent na kuuzia nyumba, ninapata 3%. Si ndio? Na hii 97% inaenda kwa mwenye nyumba. Wacha tulete hayo maneno kwa kahawa ya kwamba wewe ukiwa committee ya factory, wewe ni agent yangu ya kuniuzia kahawa. Ndio? Na tukatoa sheria, wewe kama ni official ya Kerugoya Coffee Factory, ukileta kahawa yako kwa soko, unasema ya Kamau ni gunia 5. Ya Njoroge ni gunia 10. So tunajua hii kahawa ni ya nani. Tukikuja kulipa, hatulipi factory. Tunalipa kila mkulima directly na 3% ile commission ya officials tunalipa hapo. Hiyo maneno zilienda kotini. Haya, sasa mkulima ana resist kulipwa direct. But you can see sio mkulima ana resist. So hii serikali ni uchochezi mahali fulani kwa sababu tuna mtu anafaidika na hiyo confusion. Sio kama tunaelewana. So kahawa katika ulimwengu wote bei imeenda juu. Ile shida tuko naye ambaye anatuua hapa Kenya ni mambo ya cartels. Mimi baba yangu alikuwa na kahawa eka 20. Kwa sababu ya kuiba kwa factory na cartels tuling'oa yote. Na nilikuwa naambia Nimrod, lakini hii Friday tarehe 10 kwa Mazingira Day niko na miche 50,000 ambayo nataka urudishe. Niko hapo Chebukaka Primary School. Nimeita wakulima tunaenda kupanda kahawa, but wakulima wakubali, serikali wasaidie, tulete reforms kwa sababu tuna watu wamekuwa bilionea. Mtu anakaa Runda na pachero yake na Range Rover, lakini ana control kahawa huko kwa factory kupitia chairman, kupitia si ile kitu tunasema hawa watu tuwapee commission yao ya kuendesha factory na mkulima. Tukienda hiyo style hiyo tu peke yake tukipaliana, tutaongeza bei ya kahawa hata ifike shilingi 400 kwa kilo. So hapo ndio nitaka kusema, na ikirudi kwa mambo ya vile ndugu yangu amesema, so mambo hapo tumefanya kidogo kidogo. Mambo ya visa tumeongea na hiyo mambo, tumeambia hata European Union hatuwezi fanya biashara EPA wakati mimi nahitaji kwenda, kila wakati nikitaka kwenda Brussels, kwenda Holland, lazima ni apply na unanipa visa ya wiki moja. Nataka safari nyingine na hiyo visa tena ni 50 euros. Alafu so shida iko upande yote mbili. Sisi kama Afrika, hii mpaka yetu, hii mpaka ya Kenya, Uganda ilileta na wakoloni. Huko kwao
wametoa hiyo mpaka. Ukiingia Europe, ukiland one city unamalizana na immigration. After that kila kitu ni local. Lakini sisi hapa kila mtu ako na rubber stamp. So hii rubber stamp ni sisi wenyewe. Kenya mnajua ya kwamba imewaachilia, imesema Waafrika wote waingie hapa bila visa. We are leading the way. Tunajaribu kuhimiza wenzetu wawaachilie. Lakini tukiona hiyo mambo ya Kenya it's paying off. Tulikuwa tukienda South Africa tulikuwa tunahitaji visa. Hiyo limetolewa. In fact sasa hivi ukiona nchi zile Kenya inahitaji, Mkenya anatakana kupata visa ndio aende. The whole of East Africa, hata Uganda tunaenda na kitambulisho. Karibu Southern Africa yote hatuna visa. West Africa labda ni Nigeria tunajua ni shida iko wapi. So mambo ya visa mambo ya kubadilisha nchi inachukua muda, but najua ya kwamba Kenya has already led the way because sisi tumesema Mwafrika yeyote ambaye anakuja Kenya hahitaji visa. And so tumeuliza kwa nini wewe unalitulipisha visa na wewe unakuja free. So kama yeye anaendelea kutulipisha tunaweka visa, but for what we are doing nafikiri tumelead hiyo way ya kusema ya kwamba tunaweza saidiana hapo. Kwa mambo ya logistics. Kenya ingawa tuko nyuma but tuko mbele ya watu wengi. But pia tulikuwa na miradi fulani ilikwama. Kwa sababu for example, unaweka mzigo Mombasa kwa SGR, unakuja unasukisha Naivasha. Tena kreli inatoa kwa SGR, inaweka kwa standard gauge ama inarudisha kwa lori. Na ndio mnaona serikali imesema sasa hivi tunaongea tumemaliza hiyo mkataba na China ya kwamba to extend SGR yetu kutoka Malaba, kutoka Naivasha mpaka Malaba. Na upande ule mwingine Uganda imeshaanza kujenga hiyo SGR yao kutoka Malaba kwenda Kampala. So wakati sisi tunafika Malaba tutalinganisha hiyo SGR kutoka Mombasa mpaka Malaba. Na mnajua ilikuwa imekwama hapo. Mambo mengine ni ya barabara. Tunajua ya kwamba tuna mpango ya kufanya dual carriageway ya kutoka Mombasa mpaka Nairobi, and we are hoping by next year hiyo itaanza through a PPP project. Kuanzia Rironi kwenda Malaba tena I think that one should start this month. So there is some work ambayo inafanyika kutengeneza barabara na mambo kama hayo. So la mwisho Nimrod ni kuwauliza wakaaji wa Bungoma. Tarehe 10 Mazingira Day, hii Friday tuko Chemkaka Girls, tupande kahawa na fruit zingine. Hiyo tu ndio mimi namalizia kwa sababu tunataka tusaidiane turudishe kahawa bali ilikuwa. Kwa kumalizia tu, matarajio ni yapi katika kongamano hili la COMESA? Rais William Ruto amekuwa mwepesi akisafiri ughaibuni, hasa katika mataifa ambayo hukopesha Kenya pesa nyingi, akitoa malalamishi kuhusiana na jinsi mikopo yao iko juu na jinsi mataifa yanastahili, hasa kuangazia mataifa ambayo yanakuwa au mataifa maskini, kwamba iwe ni mikataba ya kufanya biashara au mikataba ya mikopo, mataifa yanayojiendeleza yapewe nafasi kupewa mikopo ambayo haitagandamiza uchumi wa mataifa ambayo yanakopa. Lakini sasa katika masuala ya COMESA kuna masharti ambayo tayari ameweka kwenye meza ambayo tutazamie kwamba atatoa katika mataifa wanachama COMESA, ndipo yale ambayo tumezungumzia hapa ambayo yanakwamisha biashara yaweze kutatuliwa katika kongamano hili. Kabla sijafika hapo, tunajenga kitu inaitwa County Aggregation and Industrial Park. Na ndugu yangu anajua huko Kirinyaga, Sagana tumemaliza. So tuko na Industrial Park tumemaliza kujenga. One of the things that we have also requested ya kwamba tuweke kwa KAIP, inaitwa KAIP, ni kuweke mashini ya milling na rolling na roasting. So Embu, Kirinyaga, Murang'a, Bungoma. So tuna hiyo area tunaona tuna ulegevu bahali ya milling na bahali ya roasting, and we are investing in that area. Mambo ya pili kwa umeuliza mambo ya payment in US dollars. African Union kushikana na Afrexim Bank wameanza kitu inaitwa PASS, Pan African Settlement System. Na hiyo system imeanza kufanya kazi ya kusema ya kwamba wewe sasa unaweza uza kitu yako Uganda in Uganda shillings, in Kenya shillings, so they settle in local currency. Ndio imeanza, but tumesha sign mkataba, hata sisi Kenya tumebid ya kwamba headquarters ya hiyo system tuweke Nairobi. So tuna mambo kidogo kama hiyo inafanyika.
matarajio kwa hii COMESA, unajua Rais William Ruto sasa ni chairman wa East Africa Community, na on Thursday tuko na summit ya heads of state ya COMESA, na tunatarajia ya kwamba tena atakuwa elected kuwa chairman wa COMESA. So this is very unique ya kwamba Kenya itakuwa chairman wa East Africa Community na ni chairman wa COMESA, meaning that sasa tukitaka kusukuma agenda yetu ya mikakati na standards na mambo mengine yoyote, tutapata hiyo nafasi, kwa sababu tukiwa chairman tutakuwa na nafasi ya kusongesha mambo yetu mbele. Kwa hivyo nataka tuseme tuko mlichakua rais mwa nguvu, anajulikana kimataifa, na nyinyi wenyewe mnaona vile tunajaribu kufungua uhusiano na watu wengi ili ifaidi biashara yetu. Asante. Katibu Daktari Juma Mkwana anasema asante sana. Katibu wa katika Wizara ya Biashara na Viwanda, na anashughulika na idara ya viwanda na pia waungwana wetu, lakini nitawaacha, pengine kuna mawili matatu watakazungumza, mimi nitakuwa naendelea kukamilisha kipindi cha leo, lakini nasema asante sana katibu, na kila laheri. Naam. Kuna kitu kingine nitakupa nafasi. Bwana Wanjoi, nitakupa nafasi useme naye. Tunakwenda tu mapumzikoni kidogo, la nitakupa nafasi. Asante sana mtazamaji, lakini tunaendelea bado, ukumbi bado tuna sehemu nyingine ambapo tunasikiza wananchi pia wanasemaje kuhusiana na COMESA.